Enyi Waislamu waja wa Allah, hakika katika sababu na sura za fitna ni watu kuita fitna kwa jina lisilokuwa la kwake, kuitaja fitna kwa jina la ukombozi, au kuitaja fitna kwa jina la kujitoa katika makucha ya watawala, au kuipa jina la mwamko watu kutoka katika mahala fulani na kwenda katika mahala pengine, au kuipa fitna jina la kutafuta haki. Na watu wameathirika katika hali hiyo na wakaingia katika fitna bila kujua, pale ambapo wale ambao waliokuwa wanawalingania kuingia katika jambo hilo ni wale ambao walioamini na kuwasadikisha katika maneno yao na matendo yao, na hasatan pale walipokuwa watu hao ni baadhi ya viongozi wa kisiasa au viongozi wa dini, wakawadhania kheri, wakajikuta wameingia kwa ujinga katika mkumbo huo. Jambo hilo likasababisha kuingia katika machungu na madhara yaliyokuwa makubwa. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Habari hizi Allahu subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na wanafiki ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia katika mji wa Madina na kueneza Uislamu na kuutangaza Uislamu na mji huo kugeuka kuwa ni mji wa Kiislamu, kuna watu hawakuridhishwa na utawala ule wa Kiislamu katika mji wa Madina, wakadhihirisha Uislamu hali ya kuwa ndani ya vifua vyao ni makafiri, wakawa wanaeneza katika ardhi ufisadi na kuwashawishi watu wengine wawasapoti katika ufisadi ule. Pale walipokuwa wakinasihiwa na kuambiwa kwamba nyinyi mnafanya uharibifu katika ardhi, wao wanasema yale waliokuwa wakiyafanya sio ufisadi bali wanatengeneza. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha, akawaambia tambueni ya kwamba hayo mnayoyatekeleza, mnayoyafanya ndiyo ufisadi wenyewe, lakini nyinyi hamtambui hilo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwabainisha munafiqun katika mji wa Madina na kuyataja yale ambayo waliokuwa wanayafanya, hali ya kuwa wakiyaficha na kuyapamba kwa jina lililokuwa zuri. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha, bali aliwabainisha watu wale, na wala hali yao ya kuficha yale ambayo waliokuwa wakiyafanya katika uharibifu hayakubadilisha jina la fitna na uharibifu wao katika uhakika wake. Ayuhal muslimuna ibadallah, zindukeni, fahamuni ya kwamba mtu kutokufahamu sura ya madhara fulani, sura ya maharibiko fulani, ni sababu ya yeye kuingia katika maharibiko yale, au ni sababu ya yeye kuingia katika madhara yale. Ukiingia hautotoka salama, utatoka ukiwa na machungu, utatoka ukiwa umepoteza mali zako, utatoka ukiwa umepoteza heshima yako, au wakati mwingine unaweza usitoke na nafsi yako ikapotea kwa sababu ya kuingia katika fitna hiyo. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.